ndani. Track inafahamika kama Nyerere na ni kama unatoa heshima kwa baba wa taifa na kila ambacho aliweza kukifanya ama mchango wake kwenye kulipatia taifa letu ukombozi. Nyuma kidogo pia aliweza kudondosha ilikuwa ni Bibi Titi. Napenda kufahamu kuna umuhimu kiasi gani kwenye kutoa heshima kama hivi kwa wasisi wa taifa letu, na ina umuhimu kiasi gani once again kwa vizazi na vizazi ambavyo vinakuja? Hiki tunachokifanya ni kitu muhimu kwa sababu ndo namna ambavyo tunaweza tukaconnect kutoka vizazi vilivyopita na vizazi vipya, kwa sababu mimi mwenyewe wakati Nyerere anaongoza nchi sikuwepo, sijazaliwa. Wakati anagombania uhuru sijakuwepo, mpaka wakati anafariki nilikuwa tayari nimekuwa na kuwa naona nasikia. Bibi Titi ilikuwa ni hivyo pia, wakati yeye yupo mimi hata sikuwepo, nikiwa naangalia movement zake, nikiwa naziona kwa macho, lakini ni vitu ambavyo nimekuja kuvisoma baadaye, baada ya kufanya utafiti, baada ya kujijua, baada ya kutaka kutambua historia yangu, historia yetu ya nchi yetu na dunia nzima, kuangalia vitu gani ambavyo watu wamefanya. Ndio ambapo kuja kugundua kwamba tuna watu ambao wako kwetu, ambao ni watu wa kwetu kabisa, ambao wanafanana na sisi, ambao wamefanya makubwa kama ambayo makubwa mengine yamefanywa duniani na watu wengine ambao tunakuwa tunawaheshimu duniani na kuwapa heshima kubwa. Hata sisi tuna watu wetu ambao wamefanya vitu vikubwa ambavyo vimeleta mabadiliko makubwa duniani, na sio tu kwao ila kwa dunia nzima. Umenielewa? Sio kwa Tanzania, kwa sababu movement kama hizi tunaambukizana. Unapokutana na mtu anafanya kitu fulani kwa ubora fulani, anakuinspire na wewe kufanya vitu unavyofanya. Bibi Titi ilikuwa hivyo. Unaweza kaangalia mchango wa Mwalimu sio kwetu tu, mpaka nje, mpaka kwa Afrika nzima ambavyo amesaidia mataifa mengine kupata uhuru. Ni namna ambavyo unajaribu kuwakumbusha watu, kujikumbusha mimi na kuwakumbusha watu kwamba kuna watu walikuwa viongozi na hawakuishia kuwa tu viongozi, walikuwa na character ambazo zimewafanya waishi mpaka leo, mbali na kusema kwamba walishafariki muda mrefu. Kwa ina maana kitu pekee ambacho kitakufanya kuwa kiongozi bora ambaye utakumbukwa sio kuwa kiongozi na jina lako, ila kuwa kiongozi na character ambazo zitakuwa zina manufaa kwa watu wote. Inawezekana ni nchi nzima, ni taifa zima, ni dunia nzima, ila mawazo yako, maono yako yawe yana faida kwa wengi. Na ndio kitu tunachokihitaji, na ambacho tunakifanya hata kwa watu wa sasa wanaposikiza muziki yangu na wanaposikiza majina, wakienda kujifunza, wanajifunza kitu kama hicho. Na ndio maana kitu ni muhimu sana, na hii muziki ni muhimu sana kwa kipindi kama hichi na kwa taifa letu, na kufanya kila mtu aweze kuisikia. All right, that's right.